Haleluya. Wewe unayeandika ujumbe, andika umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo. Umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo. Bwana Yesu apewe sifa. Nawashukuru wamama kwa igizo zuri. Haleluya. Mungu awabariki kwa igizo zuri. Nikanamwambia mume wangu, sasa hapa si kama tu ameshahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama tu ameshahubiri. Mungu awabariki kwa mahubiri ya njia hiyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ujumbe kama nilipotangulia kusema, umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo. Na katika ujumbe huu tutatembelea katika vitabu vitatu katika Biblia. Kitabu kile cha Mathayo 11:12, 11:12 na Matendo 1:8 na kile kitabu cha Nyakati wa Kwanza 16:11. Watu wa studio, naomba tuanze na hiyo Mathayo 11:12. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 11:12, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu huuteka. Bwana Yesu asifiwe. Kama utanisaidia pia kuipata Matendo 1:8. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Tutamaliza na kile kitabu cha Nyakati wa Kwanza 16:11. Biblia inasema, mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo. Ninapozungumza Mkristo, na hisi wengi tunafahamu nazungumza na nani. Haleluya. Amen. Mkristo ni yule ambaye amekubali, amen, kuokolewa na kununuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo mwenyewe, na kufanyika kuwa mwanafunzi kweli kweli. Amen. Huyu ndio ana sifa ya kuwa Mkristo, au saingia tunasema jamii ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tunapopata sifa ya Mkristo. Na tunasema Mkristo au mtu aliyeokoka au jamii ya waaminio. Kinachotofautisha na dini yoyote ulimwenguni, kinachotofautisha na kitu chochote duniani, haleluya, tofauti yetu na chochote ni nguvu iliyoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nguvu iliyoko ndani yako. Na wakati naendelea kujifunza ile somo, wakati naendelea kuliandaa, nikanajifunza, nikanasema unajua kwenye ulimwengu tunaoishi, kila kitu nyuma yake kina nguvu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kila kitu kina nguvu fulani. Unaposikia kwa mfano, leo tunaona kuna vita zinaendelea. Amen. Usifikiri itatoka taifa kwenda kupigana na taifa kama halina nguvu ya dola yenye nguvu ya jeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili aweze kupata ushindi. Amen. Kuna nguvu fulani inahitajika kwenye jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapozungumza umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo, Mkristo ambaye huna nguvu za Mungu ndani yako, usitegemee kushinda kwenye lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usitegemee kushinda kwenye jambo lolote. Tunapozungumza nguvu ya Mungu ya kututofautisha na wengine, nguvu ya kututofautisha na dini, nguvu ya kututofautisha na Wakristo ambao hata leo tunapozungumza kuna wengine wako kwenye mahekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitakachotofautisha sisi na wao ni nguvu iliyoko ndani yetu. Tena sio nguvu tu. Hapo nazungumza nguvu, kuna watu wana nguvu. Amen. Amen. Kuna watu wana nguvu. Haleluya. Kuna watu wana nguvu. Haleluya.
Ninapozungumza nguvu hii ni uweza wa kiungu unayomwezesha mtu aliyeokoka kufanya mambo makubwa yanayozidi uweza wa kibinadamu. Haleluya. Amen. Napozungumza hii nguvu, namaanisha nguvu ya kiungu inayomwezesha mtu aliyeamini, mtu aliyeokoka kufanya mambo makubwa yaliyo nje au ndani ya uweza wa kibinadamu. Haleluya. Na naweza nikasema pia huwezi kuwa Mkristo au mtumishi wa Mungu na kuishi maisha ya ushindi zidi ya dhambi, zidi ya ulimwengu uliochoka, zidi ya mambo yanayoendelea, zidi ya nguvu za adui kama una hii nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi. Amen. Haleluya. Huwezi kuishi maisha ya ushindi zidi ya dhambi. Majaribu ni mengi. Huwezi kama una hii nguvu ya kutosha ndani yako. Haleluya. Maana Mkristo wa kweli hujulikana kwa nguvu inayotenda kazi ndani yake. Haleluya. Hatusemi tu mimi ni Mkristo sababu unaingia JCC na kutoka. Kwa sababu unakuja unafanya hapana. Tofauti itakayo kufanya tuone wewe ni Mkristo na ni wa tofauti. Tuone iko nguvu yenye uwezo wa kiungu ndani yako, inayoweza kubadilisha mambo yaliyo magumu yakawa mepesi, yaliyoshindikana yakawezekana. Yale ambayo tunasema kwa akili za kibinadamu ni kama vile hayaingii, lakini Mkristo anayeishi ndani ya hii nguvu, I say haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumesoma vitabu vitatu hapa. Kitabu cha Mathayo, kitabu cha Matendo na pia Nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa napozungumza na wewe dakika hii, hata sasa sekunde hii, ufalme wa Mungu wapatikana kwa nguvu, na wale wenye nguvu ndio wanaoteka. Sio nguvu za pendwa za kwenda gym, sio nguvu za kurukaruka na kuwa na ushawishi wa ndani, sio nguvu za kukaa kusema nimekula na usikia nguvu ya kwenda shamba kulima. Ufalme wa Mungu wapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Na nguvu hii kwenye Biblia kwa lugha unayozungumza kwa Kiyunani, Kigiriki, inaitwa dunamis. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio inatutofautisha na watu wengine. Ndio inayotupa ujasiri wa kusema nimeokoka, wa kusema mimi ni mwanamke wa imani. Hatusemi tu kwa maneno matupu. Haleluya. Hatutiani tu moyo. Unajua safari ya mbinguni sio ya kutiana moyo. Inafika mahali tuambiane ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tukitiana moyo tutajazana hapa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama Mkristo uliyekubali ukasema mimi na dunia basi, haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, ukakubali kuacha yote, tunategemea ndani yako tuone hii nguvu imeachilia kwanza badiliko la kweli ndani yako. Maana hii nguvu inapoingia ndani ya mtu haikuachi kama ilivyo, inabadilisha wewe kwanza, ina wewe uweze kuwafikia wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa, usifikiri ufalme wa Mungu utapatikana eti kwa sababu tunaimba vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naomba nikwambie, ufalme wa Mungu tunaoutegemea, tunaoutumaini, tuliokaa tunaungoja, ambao Kristo anasema nimekwenda kuandalia mahali, nami nitakuja niwachukue tena, ili nilipo na nyinyi mpate kuwepo. Unatekwa na wenye nguvu mpendwa. Unatekwa na wenye nguvu. Haleluya. Amen. Unatekwa na wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua, tunapozungumza tunafikiri leo tumefika mahali tumefanya Ukristo umekuwa si niseme diluted sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umekuwa diluted mno sana. Sana. Sana.
sana. Watu hofu ya Mungu haipo wapendwa. Watu hofu ya Mungu haipo. Hii nguvu ikiwepo, hofu ya Mungu inakuwepo. Kaangalie kanisa la kwanza. Tulipata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunayozungumza kwamba tunatenda makuu, tunatiana moyo, tutafanya mambo makubwa, nafikiri anakuja hivi hivi. Wakati najiangalia hapa igizo la Esther. Haleluya. Amen. Wakati naangalia igizo la Esther hapa, nikasema hiki kilichotokea hapa, Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha Esther kwenda kwa mfalme kinyume cha taratibu. Ni nguvu wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nguvu. Inaweza kufanya ikakupa kibali. Kibali hakiji vivi. Huwezi kupata kibali bila hii nguvu kuwa ndani yako. Usitegemee chochote wala lolote kama hii nguvu haimo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hii nguvu haimo ndani yako, usitegemee chochote. Nguvu huwa inafanya mambo kaza wa kaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema nitaenda kwa haraka kidogo kwa sababu mambo ni mengi pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapozungumza umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo, hizi nguvu kwa Mkristo zina faida. Haleluya. Haleluya. Zina faida. Nguvu za Mungu wapendwa zitakuwezesha kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Kama nilivyotangulia kusema, zitakusaidia kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi. Pia zitakusaidia kushinda uovu na nguvu za giza. Haleluya. Zitakusaidia kuishi maisha ya ushindi dhidi ya uovu na nguvu za giza. Unajua kitu kinachomtetemesha shetani na kinachomuogopesha ni nguvu ya Mungu niliyoitangulia kusema, ile ya kiungu iliyoko ndani ya mtu ndio inachomtisha. Hakuna kinachomtisha kingine chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachomtisha shetani, kinachomtisha adui ni nguvu ile ya kiungu inayoleta badiliko la kweli kwenye maisha ya mtu. Ndicho kinachomuogopesha peke yake, sio kitu kingine. Hakuna kitu kingine kinachomuogopesha. Kinaanza kumweka shetani mbali na maisha yako ni nguvu ya Mungu, ambayo hiyo nguvu inapokuwa ndani ya mtu ya kiungu. I say haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapozungumza anachoogopa shetani ni iko peke yake na sio vinginevyo. Na usifikiri kwamba bila hii nguvu utapata ujasiri wa kuhubiri injili. Uwezi. Kwa sababu yenyewe tangu awali ilikuwa inapigwa vita. Amen. Bila hii nguvu wa mama wa imani. Huwezi kuwa mama wa imani bila kuwa na hii nguvu, tusidanganyane. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Haleluya. Huna nguvu ya kufanya ujue kwamba yuko Mungu. Hata kwenye sifuri kunaweza kukawa 100 ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tunapozungumza na wanawake wa imani na kanisa kwa ujumla, wa mama, ifike mahali Mungu atusaidie. Sijui nisemeje, lakini Mungu atusaidie wanawake. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Tuna safari. Haleluya. Tuna safari. Na kama kuna kitu tunakihitaji, tumejifunza hapa, tumeziona kwenye kongamano, na mimi ni tu nipande kuna nafasi, najua sita kama atapata nafasi ya kumshukuru. Mimi kama kuna somo linaishi ndani yangu, mbali na yote tuliojifunza, Mwalimu Asa, Mungu akubariki sana. Haleluya. Lile somo waliokuepo tangu siku ya ufunguzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tunapotaka kusema kwamba sisi ni wanawake wa imani wa kanisa la JCC, ili imani iwe thabiti na itende kazi, tunayoyatamani kuyaona kwa watoto wetu, kwa vizazi vijavyo, kwa kanisa, I say, tukibaki wa imani mdomoni
tukibaki wa imani mdomoni. Kitakuwa kama chama cha siasa. Kitakuwa ni mahali pa kuraruana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini hii nguvu dunamis ikiwemo. Haleluya. Tunapozungumza mwanamke wa imani, tutaona makubwa tunayoyatamani na hata mengine ambayo hakujai kuyafikiria. Tutamwona Bwana akifanya wazi wazi. Mengine hatutamuuliza Bwana kwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko faida ya hizi nguvu kwa Mkristo. Lakini pia hatutaweza kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu bila hii nguvu. Huwezi. Yesu akasema iweni watakatifu kama nilivyo mtakatifu. Unafikiri utakatifu unaufanya kama wale wengine tukutangaze kuwa mtakatifu? Hatukutangazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni nguvu itakao kutofautisha na wengine. Tutasema hakika. Haleluya. Hakika huyu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hiyo nguvu itakayo kutofautisha na wengine. Unajua leo tumekuwa na watu ambao huwezi kuona tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Uone tofauti sana na huko nje. Unaanza kupata sana shida na kaukakasi. Hata saa nyingine mimi napenda kuwaambia mabinti. Hata saa nyingine kuanza kukuelezea. Amen. Mnatupa ukakasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Lakini ukiwa na hii nguvu, uwe binti uwe kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana kanisa la leo. Amen. Na tunapozungumza kwa habari ya kujaa hizi nguvu za Mungu, unazipataje? Amen. Tunazipata kwanza kabisa kwa kujaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kumjaa Roho Mtakatifu na kumpenda na kumthamini na kuwa shirika naye. Mna cement. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa shirika naye. Wangapi hapa wamejazwa na Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha kabisa, wana flow vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbona wengine wananyoshea hivi? Ujiamini. Kwa Kristo tunajiamini. Amen. Haleluya. Tunaona hatari ya kanisa. Maana Yesu Kristo wakati anaondoka anasema tazama, ninakwenda zangu, nitawaletea huyo msaidizi, si ndio? Amen. Ambaye atakaa nyinyi mpaka milele. Ndiye Roho wa kweli. Amen. Ndiye Roho wa kweli, ndiye Roho wa hekima, ndiye Roho wa maarifa, na majina mengi sana siwezi kuyamaliza yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Roho Mtakatifu ni uweza. Amina. Ni Roho wa ufahamu, anakupa roho ya uchaji wa kumcha Mungu, upendo, kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila yeye unawezaje kutoboa kwenye maisha yako ya Ukristo? Unatoboaje kwenye Ukristo ambao siku hizi amina, unakutofautishaje na wao? Unakutofautishaje? Bila Roho Mtakatifu huwezi kuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye anayetutofautisha wapendwa na imani nyingine zote. Maana anapokuwa ndani yako anakupa nguvu. Haleluya. Maana yeye sio nguvu, ila Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakupa nguvu ya kushinda ulimwengu. Anakupa nguvu ya kusonga mbele na kuwa mstahimilivu. Pasipo yeye hata uvumilivu na saburi hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo yeye hata ufahamu na uchaji Mungu haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumia kitabu kile cha Matendo 1:8. Naomba nirudishie pale Matendo 1:8. Biblia inasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Anaongea na wanafunzi wake.
Hapa wako 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tayari Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu wakati anawaambia wanafunzi wake hawa kipindi hiki, anapoambia lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Huwezi kuwa shahidi wa Yesu Kristo kama una nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Huwezi kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Ni nguvu, ni ngumu. Na napenda nikwambie, kipindi hiki Yesu ameshakaa na kina Petro miaka ya kutosha. Petro yupo. Na sio kama hakuna mahali hajawahi kuwavuvia Roho Mtakatifu, kuna mahali aliwavuvia na wakawa wana nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Petro huyo kabla ya Yesu jogoo kuwika alimwambia utanikana mara ngapi? Mara 3. Yesu akasema hawa. Haleluya. Bila nguvu ya ziada hawatoboi. Inafika mahali hata kumaliza mission yake akaambia sikiliza, msiondoke hapa mjini. Msiondoke hapa. Msitoke mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu. Mpaka mtakapokea dunamis. Haleluya. Na kuanzia hapo hamtakuwa tena kama mlivyokuwa. Wewe Petro hutakuwa Petro yule tena ambaye ulikimbia kijakazi. Hautakuwa Petro yule tena. Na siku ya Pentekoste, wasomaji wa Biblia mnaelewa, hii nguvu iliposhuka, I say, haleluya. Biblia inasema wanaume 3,000. Petro kwa ujasiri hapo, baada ya siku si kama chini ya miezi mingapi kadhaa nyuma, alikimbia kijakazi akasema simjui wala msinifananishe naye. Yani sijawahi kumjua na sijawahi hata kumsikia. Simtambui. Lakini baada ya hii nguvu, Petro anatoka kwa ujasiri mbele ya wakuu wa dini. Anatoka kwa ujasiri mbele ya watu na sheria. Anatoka kwa ujasiri, hakuna kinachomuogopesha. Anachoogopa shetani, narudia tena, ni nguvu ya kiungu yenye nguvu ndani yako. Inaweza kufanya mambo ambayo kwa akili za kibinadamu hayawezekani. Ndicho anachokiogopa. Wakabaki kimya na wakasikiliza. Petro akamwambia sikilizeni kwa ujasiri, sikilizeni. Huwezi kuwa shahidi kama hiyo nguvu haipo. Akamwambia sikilizeni, hatujalewa. Ndio kwanza saa 3 ya asubuhi. Akaanza kukoti. Mnajua baba zenu kwa nani yule Yesu Kristo ambaye alikuja mkamsulubisha. Haya Bwana Yesu asifiwe. Kabla hajamaliza Biblia inasema kwa sababu hii nguvu ilikuwa ndani yao. Na sasa nguvu inapokuwepo ndani ya mtu, inapokubadilisha, inabadilisha na wengine. Wakaambia usimalize Petro, tutendeje ndugu zetu? Yani usimalize. Maana unayosema yanatuchoma. Leo tumekuwa na injili ngumu. Hata ukihubiri haipenyi hata kwenye mioyo ya watu. Nguvu. Haleluya. Nguvu. Wanawake wa imani, tumesema leo tutawekwa wakfu hapa, tutatoka. Lakini kabla hatujatoka, natamani tutafute mahali, sisi tutafute Yerusalemu yetu. Tukae mahali tutulie. Tutafute. Alafu tunapotafuta, Mungu ni mwaminifu. Anasema wote wanaonitafuta nitaonekana kwao. Atakapoiachilia hii nguvu, wapendwa, tutafanyika kuwa mashahidi. Havifanyiki kiurahisi. Sio kwa nguvu ya kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wengine wanajivunia nguvu zao za kula, na nguvu kwa sababu wanakula. Maisha ya Ukristo, wapendwa, tunapozungumza maisha ya Ukristo, bila nguvu za kiungu ndani yako, narudia tena, hasa kwenye ulimwengu huu wa teknolojia iliyopiga kasi sana, hatutoboi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutoboi. Jaa Roho Mtakatifu, mpende, tamani, kuwa na kiu. Haleluya. Maana bila huyo huwezi. Unashindaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Unashindaje? Roho Mtakatifu ndiye tusaidia udhaifu wetu pia. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu anatusaidia udhaifu wetu pia.
Lakini faida nyingine, alikuwa na Roho Mtakatifu. Mbali na hiyo kuhubiri Injili na hiyo kujaa Roho Mtakatifu, kingine ambacho nikasema, bila nguvu ya Mungu huwezi kufanikiwa katika maisha yako ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata mafanikio yako ya kimwili, mpendwa, hii nguvu inahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapozungumza habari za kibali, unafikiri Esther alipataje kibali? Sikuwa ni maisha yako anapangalia maisha yake ya kawaida kabisa? Haikuwa ni maisha ya kiroho? Hapana. Hii nguvu itakupa kibali kwenye maisha yako ya kawaida kabisa. Kila utakachokifanya kitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatufanikiwi kwa sababu tuna ujuzi sana na hivyo vitu, si unanielewa? Yaani hatufanikiwi kwa sababu tuna elimu kubwa ya hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hatufanikiwi kwa sababu tumesoma sana. Hapana. Tunafanikiwa kwa sababu mbali na kusoma, tunavyo nguvu ya Mungu inayotupa kibali katika vile tunavyofanya, tunafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo hivyo huwezi. Niona kwamba nguvu ya Mungu kwa Mkristo ni ya muhimu sana kwenye maisha yako ya kila siku. Ya kila siku. Ya kila siku. Ya kila siku, mpaka unapofikiria kwenda, unapoondoka kwenye maisha haya, nguvu ya Mungu ni ya muhimu sana kwenye maisha yako. Yaani mpaka siku tunaagana, hii nguvu ya Mungu ni ya muhimu sana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia jambo lingine, naenda kwa haraka kwa kuyamega. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosema, tuna muda mchache na mambo ni mengi. Tunazipataje hizi nguvu za Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kujaa Roho Mtakatifu kama nilivyosema, lakini pia kuwa na maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na maombi ya kufunga, mpendwa. Mungu atusaidie sana hapa leo. Kuwa na maombi ya kufunga ya kwako binafsi. Ya kwako binafsi. Unajua maisha ya Ukristo sio maisha ya hivi tulivyo ya pamoja. Si tunaelewana? Maisha ya Ukristo ni ya mtu mmoja mmoja binafsi. Tunapokutana hapa, amen? Ama mchungaji pale ana nguvu, mwalimu hasa hapa ndani amejaa. Bwana Yesu asifiwe. Nikija pale kwa Dr. Wema ndani anafurika. Nikija pale hivyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tunapoleta ule mpasuko na badiliko la moja kwa moja kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nguvu ya pamoja. Lakini kila mmoja anatakiwa aanze kuitafuta mwenyewe. Ni kiu yako ndani. Hatusukumani kwa kuambia kama pokea nguvu afu kaja sijui yani kama vile sijui nisemeje unielewe. Sababu maisha ya Ukristo ni ya kwako binafsi. Maisha ya Ukristo ni ya kwako binafsi. Ni ya kwako binafsi. Kwa tunapozungumza maombi ya kufunga na kuomba, usisubiri hapa aje watangaze ratiba za kanisa. Kama unaitaka hii nguvu yenye kuleta mabadiliko kwenye maisha yako, uwe Mkristo wa maombi binafsi. Yaani maombi yasipotangazwa kanisani, wengine wanasema wala wiki hawajasema. Sasa mwalimu hasa sio atakuja na kitu gani safari hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Huo sio Ukristo, mpendwa. Ndiyo maana tumekuwa na Wakristo wengi feki. Mambo hayaendi, mambo ya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hii Kristo wa kweli unasema ni yule mwenye nguvu. Inapatikanaje? Kujaa Roho Mtakatifu na kuwa na mifungo yako na kumtafuta Mungu binafsi. Kuna mtu paka ndani ya miezi 6 hajaye kufunga hata mara moja, hata mitatu. Asubuhi kala, mchana kala, jioni kala. Mara kwa siku 7 amekula mara ngapi? Mara 21. Haya, huyo mtu wako wa ndani ambaye anabeba hiyo nguvu ya kukusaidia kumaintain huku nje, amekula nini ndani ya hizo siku 7? Au mara hizo 21? Bwana Yesu asifiwe sana.
Mkristo hasomi neno, Mkristo hafungi, Mkristo haombi. Hapo tunaitana ni Wakristo. Tutarudi kwenye Ukristo wa dini. Tunapozungumza Ukristo, narudia tena, kanisa la kwanza liliwatenganisha na kuwatofautisha na wengine kwa sababu ya hiyo nguvu. Wale watu walikuwa waombaji, walifunga. Kanisa la leo, Mungu atusaidie sana, tuna sababu nyingi. Sababu ni nyingi mno. Kazi, naumwa, ubize. Hii nguvu hatutakaa tukaiona wapendwa. Hii nguvu, narudia, haipatikani kwa ubize tulionao. Hatutaifikia hii nguvu wapendwa, yenye kuleta badiliko la kweli. Tuseme sisi JCC sio sawa na wale wengine. Sisi Jesus Cares Church, Yesu anayejali. Watu wamuone Yesu anayejali kwenye maisha yao. Bila hii nguvu yatakuwa ni maneno matupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kututofautisha na tulikotoka kwenye dini, na pekee tukao tulikokuwa kama sio sahihi sana, ili tuwe tofauti sasa na huko. Nguvu ya kiungu yenye kuleta badiliko kwa mtu mmoja mmoja na kusanyiko kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kufunga na kuomba. Nitakupa maandiko, utakwenda kusoma mwenyewe, andika. Sitakusomea kwa ajili ya muda. Nina dakika chache sana za kumaliza sana. Andika, utasoma kwa wakati wako. Maombi ya kufunga na kuomba. Hakikisha unakuwa na muda wa kutosha kwenye maombi, hasa maombi ya kufunga. Matendo 13:1-3. Utaenda kusoma kwa wakati wako. Matendo 13:1-3. Mathayo 4:1-2. Nimalizie na kipengele hiki kwa kusema, pia wekeza muda wako kusoma na kujifunza neno la Mungu. Haleluya. Wekeza muda wako kujifunza neno la Mungu na kusoma. Ahadi za Mungu zimefungwa kwenye neno lake wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi za Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku, ya leo na ya umilele, yamefungwa kwenye neno lake. Na ndio anatupa nguvu pia ya kuishi katika tumaini. Haleluya. Kwa hiyo kuwa mtu wa kupenda kusoma neno la Mungu. Kuna Mkristo akishasoma hapa leo tuliposoma hivi, mpaka Jumapili ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Jumapili ijayo ndio atashika Biblia asome. Tena tunaposoma sisi hapa tunasoma vimistari vichache. Haleluya. Hapa tunasoma vimistari vichache. Lakini jitengee muda. Wewe Mkristo unataka kukua na kuongezeka nguvu ya kuweza kushinda vishawishi na udhaifu, wa kuweza kushinda uovu, wa kuweza kushinda wakati wa majaribu. Kama una nguvu mpendo, wakati majaribu unavukaje? Haleluya. Wakati wa majaribu kinachokuvusha ni nini mpendo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kujaribiwa kwako, ni nguvu gani iliyoko ndani yako ya kukusaidia kusimama na kuvuka hapo? Ikikukuta huko ndani neno la Mungu hakuna, mifungo hakuna, maombi hakuna, umekwenda na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Umekwenda na maji. Lakini majaribu yanapokuja, adha zinapokuja, mateso yanapokuja, yakakutana na Mkristo ambaye amejiposition kwenye nafasi ya maombi, ni muombaji, ni msomaji wa neno, amejaa Roho Mtakatifu kweli kweli, hii nguvu inayozungumza inaishi ndani yake, huyu mtu hawezi kulingana naye. Tumejifunza hapa asubuhi kwa mtu aliyefundisha somo la Morning Glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba na mwingine juu ya mchanga.
pepo na ari zikivuma, vinakuwa tofauti. Kwa kinachotofautisha na wengine ni nguvu ya kiungu ambayo inapatikana kwa kufunga, kwa kuomba, haleluya, kwa kujaa Roho Mtakatifu na kwa kusoma neno la Mungu kwa bidii. Majaribu yatakayokuja kwako na yakaja kwa mtu mwingine ambaye jaribu hilo likaja lile lile, tunaelewana? Na likaja kwa sura ile ile, lakini litakapokuja kwa chuku, litakapokuja kwa Asa, inategemea wa watu limewakuta wana nguvu ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usifikiri Daudi anasema, sikiliza, tunasomaga lile andiko, anasema na Bwana, tunajua Zaburi ya 23 si ndio? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Haleluya. Haleluya. Haviji vivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haviji vivi wapendwa. Kanisa la leo, Mungu atusaidie sana. 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 Tunahitaji nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida. Tunahitaji nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida wapendwa. Tunahitaji nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida, ambayo ukisema hakika huyu. Unajua tunapoondoka saa nyingine tunasemaga ile tunazungumza, sababu maisha haya kufa kupo, si ndio Amen. Tunapokoti maandiko tukisema hakika hili jamaa lilivipiga vita vilivyo vizuri. Unapaka ifike viwango hivyo. Haleluya. Imani aliilinda na mwendo ameumaliza. Lakini usiwape kwanza watumishi ukakasi mpaka unaanza kuwapa ukakasi ile. Hivi kweli Bwana ametoa au Bwana alitoa mwingine akatoa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuishi maisha ya ushindi. Maisha ya ushindi dhidi ya adui. Maisha ya ushindi dhidi ya majaribu. Maisha ya ushindi dhidi ya imani potofu zinazozaliwa kila siku itopo leo. Kama JCC tuweze kuishi maisha ya ushindi katikati ya hivyo vyote. Nguvu ndani yako, ndani yangu, itutofautishe na vyote. Waseme hakika tumekwenda kwenye mafuta na maji. Keki tulikula. Haleluya. Vitambaa tulipangusa. Haleluya. Tulikwenda kwa waganga na waganguzi. Tulitabiriwa vya kutosha. Lakini Mungu wa Jesus Chaos Church, haleluya, ndiye Mungu tutakaye muabudu. Ndiye Mungu tutakaye mfuata. Ndiye Mungu tutakaye muishia. Maana tumeona nguvu yake ikitenda kazi ndani yetu, ikifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuna mpango wa kufikia Tanzania. Tuna mpango wa kufikia Afrika. Hatutafikia kwa ushawishi wa maneno na majengo mazuri, kwa sababu majengo mazuri yapo. Siku hizi kuna sehemu nzuri kama baa, wanapojua kuzimoderate. Vita tutofautishaje kule ili waone. Haleluya. Siku hizi watu wanajenga, amen, vitu vya kuvutia vinawafanya watu njoo. Eti wewe na kibango chako tu pale. Eti Yesu anayejali njooni. Hawatatoka. Hatutawavuta. Hatutakuwa na nguvu ya ushawishi kwa namna yoyote ile. Unaweza usiwe na maneno mengi sana. Lakini kama nguvu imo ndani yako, kama ndani yako nguvu imo, umejaa Roho Mtakatifu, umejaa neno la Mungu lisilogoshiwa, ndani yako una maombi, ni muombaji kweli kweli, una nguvu ya Mungu yenye kubadilisha ulimwengu. Maneno haya mtu akwambia usimalize, nifanye nini? Tutaufikia ulimwengu kwa urahisi sana. Vibaya mno. Wabeba maono yatatimia kwa haraka. Wamama, ili maono ya watumishi wa Mungu yaweze kufanikiwa, wanawake wa imani, imani hii tunayosema, hii imani tunayoizungumza
ya kuwa na uhakika wa kufikia Afrika, ya kufikia Tanzania, ya kufanya mambo makubwa na yasiyowezekana yakawezekana. Ni mwaka wa uchaguzi kama ambao tumesikia. I say, natamani kama wanawake wa imani ambao tunahitimisha kongamano siku ya leo, tumtafute Bwana. Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Haleluya. Amen. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Tumtafute Mungu maana kwake iko nguvu wapendwa, ya kugeuza, ya kubadilisha. Hatutaweza wapendwa, tunajua yanayoendelea. Watoto wetu watalindwaje? Tumeona hapa kwamba mwanamke ni mlinzi wa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwalindi kwa nguvu ya kuwekea mageti makubwa na kwamba ukuta huu unalindwa kwa askari. Wanachora na zile anasemaga zile danger. Ukuta huu unalindwa, hatari. Hey, haleluya. Mbwa wakali. Haleluya. Tunawalinda kwa nguvu ya ndani isiyoonekana kwa macho ya nyama. Haleluya. Ambayo hiyo isiyoonekana kwa macho ya nyama inaonekana tu pale inapoleta matokeo. Haleluya. Pale inapoleta tu matokeo unasema, kumbe huyu mtu sio wa kawaida. Haleluya. Kumbe hili sio la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nguvu tunataka tuitafute wanawake wa imani, ili kazi ya Mungu isonge mbele, ili tufikie tunayoyatamani na kuyatarajia. Hatutayafikia kwa kuwa na malengo mazuri kwenye makaratasi, yatabaki humu. Tuyatoe kwenye makaratasi, yafanyike uhalisia. Tujikite kutafuta nguvu ya Mungu. Haleluya. Tutafute kujikita kuitafuta nguvu ya Mungu. Hiyo peke yake ndio shetani anaiogopa. Na ndio ataweza akatuachia kwa urahisi tukapenya mahali ambako hatutaki kupenya. Bila nguvu ya Mungu upenyi mahali hakuna. Unafikiri kilichoangusha ukuta wa Yeriko ni kwamba nani alikuwa anajua kuzunguka sana na vile nani? Nyuma ya ile walikuwa wakizunguka na kupiga tarumbeta. Nguvu nyuma yake kulikuwa kuna nguvu. Yaani ukuta wa Yeriko ulivyojengwa tunajua sura yake sitaka kueleza hapa. Haleluya. Unafikiri uliangushwa kwa Mungu ambaye tuzungukeni tu mara 7? Ni kuzunguka tu. Kwani sisi hatuzunguki? Tumezunguka mara ngapi hapa tangu Ijumaa? Tumezunguka mara ngapi? Nenda, rudi, ingia, toka. Tumezunguka mara ngapi? Mara nyingi. Ukuta wa Yeriko haukuzunguka sababu walizunguka mara 7. Bali kwenye kutii kuzunguka mara 7. Nguvu ya Mungu iliyokuwa imezunguka imekaa nyuma ya ule mzunguko wa mara 7. Ukaangusha Yeriko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana JCC Midizini, wana JCC Muleba, wamama wa Muleba, wamama wa Shinyanga, wamama wa Mkiringo, sijui Nyambeshe. Haleluya. Amen. Kule Mara nimebahatika kufika. Kwa wale watu wenye zile mila na desturi ngumu, hasa naye kafika. Wakuria kina Chacha. Hatutawaendea hivi hivi huko Butiama, watu wana miungu yao. Nafikiri tutawafikia hivi hivi. Haleluya. Hatutawafikia hivi hivi kwamba hapana. Hapana, inahitajika nguvu. Ambao waseme hakika walioipindua Dar es Salaam, walioipindua Njombe, walioipindua Iringa wamefika hata huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Walioipindua Midizini na Kibaha wamefika na Kilimanjaro. Ni kina nani waseme ni wana JCC? Waliojaa nguvu na uweza utokao juu, waliokubali kumtafuta Mungu na nguvu zake, waliokubali kujazwa na Roho Mtakatifu na kusementi naye, waliokubali kutafuta uso wa Bwana pasipo kuchoka, waliojaa neno la Mungu ndani yao kama wanawake wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hayo mengine yatatimia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Muda wangu umeisha. Haleluya. Bado kidogo. Amina. Nilikuwa nawafuata wale kwenye ratiba. Asante. Amina. Haleluya. Asante, Mungu akubariki mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa sababu nimepewa muda kidogo, acha tuendelee sasa. Haleluya. Biblia inasema kwa kuhitimisha kwa hizo dakika chache niseme ile nguvu iliyokuwa juu ya Kristo akitumia kufanya miujiza, kuhubiri injili, kuponya magonjwa, kutoa mapepo na kuokoa roho za watu, iko wapi leo juu ya kanisa? Tuulizane kwa njia ya swali, iko wapi? Iko wapi? Yesu Kristo aliyokuwa kina Petro ni tofauti na wa kwetu? Roho Mtakatifu aliyejaa kina Petro kanisa la kwanza ni tofauti na wa kwetu? Iko wapi leo kanisa? Iko wapi? Maana Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kama Kristo aliyeokoa kina Petro, aliyetembea na kanisa la karne ya kwanza, leo hii tujiulize, nguvu hii iko wapi? Nguvu hii iko wapi wapendwa? Kanisa tunatakiwa kuamka kwa upya na kurudisha heshima yetu. Mwambie jirani yako, tunataka kurudisha heshima. Tunataka kurudisha heshima. Ukristo leo umezarauliwa. Haleluya. Ni kwa sababu umepoteza ladha. Umepoteza nguvu ile ya kwanza. Tunatakiwa kurudisha heshima. Unajua Ukristo ni heshima. Haleluya. Ukristo wenye nguvu ni heshima. Ukristo wenye nguvu ni heshima. Hakuna heshima inayozidi heshima zote zaidi ya Mkristo mwenye nguvu. Hakuna. Hakuna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudishe heshima. Haleluya. Kanisa wa Kristo, turudishe heshima. Turudishe heshima yetu kama ilivyokuwa kanisa la kwanza. Litakacho tufanya kanisa la Mungu liwe tofauti. Haleluya. Kitakacho tufanya kanisa la Mungu liwe tofauti, tunaweza kusema ni nguvu za Mungu. Tunaweza kufanya mambo yasiyo ya kawaida iwapo tutakubali kuishi chini ya hizi nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Endapo tutakubali kuishi chini ya hizi nguvu za Mungu, zikawa ndio zinatudirect. Bwana Yesu asifiwe sana. Zikawa ndizo zinatudirect, tutendeje, tufanyeje, tuendeje, turudije, tutarudisha heshima ya Ukristo uliochafuliwa. Unajua imefika mahali sasa ingeza kusema Mkristo mtu unaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua umetupotezea kama kaujasiri fulani. Haleluya. Kuna kaujasiri fulani kametoweka. Hakapo tena kwa sababu tumekatengenezea mazingira fulani ya kuonekana amen, kama wapiga debe fulani hivi. Ukristo na heshima yake, sisi sio wapiga debe. Kwa sababu ni nguvu ya Ukristo ambayo tunazungumza leo hii ilifanya mambo makubwa. Mifupa mikavu ikatiwa nguvu. Haleluya. Ni nguvu ya kiungu ambayo leo tunaposema tumeokoka inaishi ndani yetu. Biblia inasema nguvu ile ile iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu inakaa wapi? Ndani yetu.
Sasa tujiulize. Tujiulize. Kwa wale wasomaji wa Biblia, tunajua kitimtimu kilichotokea kati Yesu Kristo anafufuka. Unajua kitimtimu kilichotokea? Wakamchukua, wakapeleka kaburini. Wakaweka jiwe kubwa. Wakaweka na walinzi hapo nje. Mlindeni, huyu ni mjanja. Na wanafunzi wake walisema, atafufuka siku ya 3. Wasije kutubadilishia mada, hawa ni wajanja. Wanaweza wakaja wakatuma watu wakamuiba huko. Haleluya. Lakini nguvu ya Roho Mtakatifu inasaidia kumfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Irudisha uhai. Ninasema iliposhuka, cha kwanza iliposhuka tu, tetemeko, walinzi hawakuelewa kinachoendelea. Wakapigwa pembeni. Ikaja tetemeko kama radi. Mwanga mkubwa ukatokea. Moto si moto. Hawakuweza kustahimili. Sio walinzi tu, hata jiwe lenyewe alikukaa, likatupwa pembeni. Alafu ile nguvu ikaingia ikapeleka uhai kwenye mifupa. Ilipoingia, Yesu Kristo Biblia inasema akanyanyuka mwanaume, akaacha sanda. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikamfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Akanyanyuka na mamlaka yote, akanyanyuka na nguvu zote. Alafu wakati anatoka, Biblia inasema wakati anatoka na zile nguvu, akaikamilisha kwa kanisa. Akaikaimu kwako na kwangu. Ndio nikauliza swali, leo hii iko wapi? Kama ndio inayoishi ndani yetu, kama iliweza kupenya hivyo, jiwe alikusimama. Walinzi hawakuelewa kilichotokea. Hivi sisi tunafutika kama hii, tunafanyaga tathmini ya Ukristo wetu na hivi vitu, sijui. Amen. Haikuweza. Mauti yenyewe ilishindwa kumshikilia. Biasa mauti ilishindwa kumshikilia, ikamwachia. Kama mauti ilimwachia, hapo akasema sikilizeni, hiki nawapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapa, yani hakutupunja wala hakuweka kwa kipimo. Akasema yoyote aonaye kiu na aje kwangu anywe. Hakuweka kipimo. Shida ni kiu, sijui, labda kiu zimeondoka. Haleluya. Kiu zimeondoka. Mimi naambiaga watu maji ni maji. Ukiweka kwenye kisoda, kwenye lita 1, yale pale ni maji ya uhai, si ni nusu lita. Lakini yako maji ya uhai ya lita 1. Ukienda kwenye boza pale kuna maji. Bwana Yesu asifiwe. Na hii si shida. Ni mahali si tunapopokelea, yani mahali ambako yani yule kiu ya watu. Si kanisa la kwanza walikuwa na kiu kubwa ya usawa wa maboza yale makubwa, sijui. Lakini hapana. Tena mimi nahisi sisi tumependelewa zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumependelewa zaidi kanisa. Sasa nahitimisha kwa kuuliza kwa njia ya swali, hii nguvu imekwenda wapi leo? Wapi? Tumeidiluti na nini? Kama nguvu hiyo iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu ndio inayotenda kazi ndani yetu, leo kwa nini vitu haviendi? Ninarudia kusema, kama jiwe alikukaa, kwa nini vitu vingine vinakaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini vingine vibaki? Unajua maisha ya Kristo ni maisha ya ushindi sana, ndio maisha ya heshima. Ni maisha ya heshima, ni maisha ya ushindi sana. Lakini endapo haya maisha yamejumuishwa na nguvu ya kiungu, ndipo anapoleta ushindi. Mkristo nje ya neno la Mungu, nje ya kufunga na kuomba, nje ya Roho Mtakatifu, ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni bure. Nguvu yako, nguvu yangu, na jeuri yetu, narudia tena, yani jeuri yetu sisi na heshima yetu imefungwa hapo. Haleluya. Imefungwa hapo. Hapo ndipo imefungwa jeuri yetu na kiburi chetu.
Kwa sababu hakuna kiburi nje haiko. Utajivunia nini? Una nguvu gani ya kujivunia? Una nguvu gani? Una nguvu gani ya kujivunia? Kuna watu wanajivunia nguvu za dola. Huwezi kusimama nao. Kuna watu wanasimama na nguvu za pesa. Huwezi kusimama nao. Kuna watu wana nguvu za miungu yao. Huwezi kusimama nao. Kuna watu wana nguvu za waganga na waganguzi. Huwezi kusimama nao kwenye biashara. Unategemea nguvu gani? Kuna watu wana nguvu nyuma yao. Alafu wewe Mkristo umekaa. Nguvu gani na kusukuma kwenye maisha yako ya kila siku inayokupa kusonga mbele? Nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe. Inayokupa kushinda, nguvu gani? Wenzako kuna nguvu ziko nyuma yao. Mimi na wewe tunaosema ni wa Kristo, tunaosema vingine hivyo hatutaki kushiriki, hatuvitumaini hivyo, unatumainia nguvu gani? Bwana Yesu asifiwe. Unatumainia nguvu gani? Wakati wengine wanaumwa ugonjwa wao, unakwenda unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu gani? Biashara mnafanya moja, ofisi kazi mnafanya moja. Mwenzako kuna nguvu anaitegemea nyumba yake mpendwa. Haleluya. Kuna kitu anakitegemea nyuma yake. Usikae tu kia sarasara Mkristo. Wanapenda kusema wachungaji wangu, usiwe Mkristo wa kupasha viti moto. JCC hatutaki wa Kristo wa kupasha viti moto. Haleluya. Hatutaki wa Kristo wa kupasha viti moto wapendwa. Tamani kabisa kuwa na maisha ya Ukristo yenye ushindi, yatakayokupa kushinda kwenye kila eneo, yatakayokupa kushinda uingiapo na utokapo, yatakayokupa kushinda kwenye kila hatua na hali ya maisha yako. Kitakachokupa kushinda mpendwa ni nguvu ya kiungu ndani yako. Tofauti na hapo, ujiulize na ujioji. Kama hiyo nguvu haimo ndani yako, jiulize, hivi nashindaga kwa nini? Sasa ingine ni huruma tu za Mungu saa nyingine na rehema zake, kwa sababu watu angamii. Haleluya. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, iko nguvu inaweza kuleta badiliko la kweli kwenye jamii yako, kwenye taifa wapendwa. Mnajua wapendwa, haleluya. Tumeimba hapa, nani asimame? Haleluya. Nani afanye? Hayatabadilika, hayataenda. Yasikia ipo nguvu inafanya hayo yakaenda. Sasa sisi tunategemea nguvu gani ya kuyaondoa haya yasiendelee? Haleluya. Wanasema chuma unoa chuma. Haleluya. Chuma unoa chuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kabisa tunahitaji nguvu za Mungu. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapoingia ndio anapoachilia kiu ya kusoma neno. Huwezi kufunga na kuomba kama Roho Mtakatifu hayupo. Naomba nikwambie. Nje ya Roho Mtakatifu huwezi kuomba. Yeye ndio msaidizi wetu, anayetusaidia. Nje ya Roho Mtakatifu utoboi. Utabaki unapiga miayo mingi sana. Ukipewa kuomba dakika 10 umeshachoka. Roho Mtakatifu anatupeleka maili nyingi zaidi kwenye maombi. Huwezi hata nguvu ya kukaa kustahimili kwenye maombi. Usifikiri kina Esther walitoboa siku 3 sio masiara kama una nguvu ya Mungu ndani yako wewe. Siku 3. Kama nguvu haipo, utatutafutia sababu, utatuambia mimi nina vidonda vya tumbo. Alafu unajua nina kazi nyingi, na kazi ngumu, na kazi paka za usiku safari hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nguvu ya kiungu inapokuepo ndani yako, aise. Yaani maisha ya mifungo, maisha ya kumtafuta Mungu inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Inakuwa ni sehemu ya maisha yako ya kawaida ya kila siku kabisa, sio ya kusukuma wala ya kuambiwa.
na maisha ya huyu Mkristo, utaona tu badiliko, utaona tu matokeo. Utaona. Unapojiuliza swali hili, pima maisha yako ya Ukristo. Je, yana majibu? Yana matokeo? Yameleta badiliko kwa wengine? Yamekusaidia kwa kiwango gani kwenye maisha yako ya kila siku ya kiroho na kimwili? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jitathmini. Bila hivyo huwezi kuomba utoboi dakika 10. Sio tu kunena kwa lugha, hata kwa lugha yako yani hii tunayoongea Kiswahili utoboi. Hii tunayozungumza tu hapa utoboi. Bila Roho Mtakatifu huwezi. Maana Biblia inasema yeye ndiye msaidizi wetu, anayetusaidia. Na udhaifu, tumejaa madhaifu mengi. Wa kutusaidia kwenye hayo madhaifu ni Roho Mtakatifu. Uombe nini, kwa wakati gani, kwa usahihi, ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Hakusaidie uwapata hata kiu ya kusoma neno. Huwezi. Ukishika hivi utajikuta kama unasoma gazeti la Nipashe au yale magazeti ya Sani zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili pia neno la Mungu liwe halisi kwako, ulisome, alafu lifanyike sehemu ya maisha yako. Yaani unapolisoma, usilisome, unajua neno la Mungu usilisome sababu amesema tusome. Nitaanza tu kusoma, hatusomi tu, unanielewa? Ukisema nitasoma tu, utasoma kama gazeti. Lakini neno la Mungu lina nguvu, Biblia inasema. Neno la Mungu li hai, ili lilete uhai kwenye maisha yako. Neno la Mungu lifanyike nguvu kwenye maisha yako. Huwezi kulisoma likaleta badiliko na yote nje ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Huwezi. Tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie, atutie nguvu, ili tuone huo umuhimu wa nguvu za Mungu kwa Mkristo. Haleluya. Maana tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu wapatikana kwa nguvu, na wale wenye nguvu tu ndio watakaouteka. Usianze kwenda kutafuta jimu mzuri mpendwa, ukaenda kulipa mwaka mzima. Na tafuta nguvu ya kuuteka ufalme wa Mungu. Nguvu hiyo haipatikani nje ya maombi, nje ya kufunga, nje ya nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kama kanisa. Tunahitaji nguvu za Mungu kama Mkristo mmoja mmoja, ziweze kutupa kushinda na hali zote. Simama kwa miguu yako pale ulipo.